Na mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutu nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Jina langu ni Lulu Ali, karibu tu sote. Lakini hapo baadaye tutakuja kujiunga na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani, akija hapa kutupasha zaidi. Na kwa kwanza tuanzie na hili ambapo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na taasisi za dini nchini katika kulinda amani, kuimarisha maadili na kuchochea maendeleo ya taifa. Tupate undani wa taarifa hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema hayo waliposhiriki ibada katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, usharika wa Mpanda mjini, ambapo amesema serikali inatambua mchango mkubwa wa taasisi za dini katika kujenga taifa lenye hofu ya Mungu, upendo, haki, uwajibikaji, na kwamba zimekuwa mstari wa mbele kuchochea maendeleo kupita sekta ya elimu, afya na malezi ya jamii. Hawezi ukaongelea maendeleo ya nchi yetu bila kutaja mchango wa kanisa. Tangu taifa lilipoasisiwa hata sasa, bado kuna miradi maeneo mbalimbali ambayo inamilikiwa na kanisa, lakini inatoa mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa letu. Kuhusu maendeleo nchini, Waziri Mkuu Nchemba amewaambia waumini kuwa serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuwekeza katika miradi ya maendeleo katika mkoa wa Katavi, kama miradi ya maji, barabara na nishati ili kuboresha huduma kwa wananchi, huku akitolea mfano baadhi ya miradi ya maji, barabara na nishati umeme iliyotekelezwa mkoani hapo. Na katika hatua nyingine, Daktari Mwigulu amewataka Watanzania kuendelea kulinda amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, akisisitiza kuwa amani ya nchi ni matokeo ya jitihada za pamoja za serikali, taasisi za dini na wananchi. Nitumie fursa hii kutoa wito tena kwa waumini na Watanzania wote kuwa mabalozi wa amani katika familia zetu, katika maeneo yetu ya kazi, katika maeneo yetu tunapoishi kwa ujumla, na kupinga vitendo vyote vya chuki, migawanyiko na vurugu. Kwa upande wake, Askofu wa Dayosisi ya Ziwa Tanganyika Daktari Iman Ahabokile Chibona amesema kanisa linaendeleza kuhimiza waumini kudumisha amani, mshikamano na maadili, na akiwakumbusha waumini na Watanzania kuendelea kuwaombea viongozi wa kitaifa ili Mungu awape hekima, nguvu na afya njema katika kuliongoza taifa. Ni waombe sana serikali inapotuhimiza kwamba tudumishe amani, ina maana. Kwa hiyo naomba na mimi wasihi kwamba tuendelee kudumisha amani. Lula Ali, Channel 10. Viongozi wa dini ya Kiislamu mkoani Tanga wamefanya dua maalum ya kumwombea afya njema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, huku pia wakiliombea taifa lizidi kuwa na amani na utulivu, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea siku kuu ya Eid al-Fitr pamoja na Pasaka. Kutoka Handeni, Ernest Mbezi anatueleza. Dua hiyo imeongozwa na Shehe wa mkoa wa Tanga Alhaji Juma Luuchu wakati wa iftar iliyoandaliwa na ofisi ya mkuu wa wilaya Handeni na kuhudhuriwa na wananchi, viongozi pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo wilayani hapa. Ya Rabbi, tunakuomba ihifadhi nchi yetu kwa kuiendeleza amani yake na utulivu yake. Ya Rabbi, tunakuomba uyaongeze mapenzi yetu kati ya raia na kati ya uongozi ya Rabbal Alamin. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe afya njema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan. Akitoa salamu za serikali, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani amesema, mimi ninachobaki kusema ni kufikisha pia salamu za rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Anawatakia Wanandeni Ramadhani njema yenye baraka tele. Tunajua mvua zinanyesha, tulipata madhara baadhi ya sehemu, lakini tunaomba basi mvua ziwe mvua zisizo na madhara, zikatusaidia katika kilimo. Wiki ijayo inaweza ikawa ni Eid al-Fitr. Tunajua kuna wenzetu katika jamii yetu wanaweza kawa hawana uwezo wa kushiriki katika swala la Eid wakafurahi vizuri. Sisi kama Waislamu tumeamrishwa kutoa zakatul fitri. Katika Eid al-Fitr tutoe zakatul fitri. Mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10.
Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika ibada ya misa takatifu ya kumwombea aliyekuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Magufuli wilayani Chato mkoani Geita. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mrisho Sadik kutoka mkoani Geita anatueleza. Mkuu wa mkoa wa Geita Maritini Shigela akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake amesema kumbukizi hiyo ya miaka 5 tangu kufariki kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli itafanyika Machi 17 kuanzia saa 12 asubuhi wilayani Chato. Misa hiyo itaanza saa 3 kamili asubuhi tarehe 17 ya mwezi wa 3 2026 katika makazi ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na kwa upande wa serikali tunatarajia uwepo wa viongozi wetu wakuu Dr. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anayetarajiwa kuwasili tarehe 16 ya mwezi wa 3 2026. Amesema katika tukio hilo rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi pia anatarajiwa kuwepo sambamba na viongozi wengine wa kitaifa na wastaafu, huku akiwataka wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki katika kumbukizi hiyo. Lakini vile vile tunamtarajia rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye tunatarajia atawasili asubuhi ya tarehe 17 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Na viongozi wetu hao wakuu wote watawasili katika uwanja wa Chato. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadiki. Na mtazamaji, serikali ya Kongo na waasi wa M23 wameshutumiana kwa kukiuka masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano yenye lengo la kumaliza mzozo wa miongo kadhaa na kuleta amani ya kudumu. Msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba kundi hilo litaendelea kuonyesha nia thabiti kwa juhudi za amani ikiwa jeshi la Kongo litaepuka kushambulia maeneo yao na kuwaua viongozi wao, wanajeshi na raia wasiokuwa na hatia. Kwa upande wake, msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya amesema serikali inachunguza shambulizi la wiki hii lililomuua mfanyakazi wa shirika la misaada raia wa Ufaransa, lakini hakufafanua zaidi kuhusu mashambulizi mengine ya drone. Muyaya ameilaumu M23 kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini akasema kuwa upande wa serikali ungependa kusisitiza tena kujitolea kwao kuheshimu makubaliano hayo ya kusitisha mapigano pamoja na makubaliano mengine. Na mtazamaji, wakati hayo yakiendelea, lakini raia nchini Jamhuri ya Kongo Brazzaville wameshiriki katika uchaguzi wa urais siku ya leo Jumapili, katika uchaguzi ambao Rais Denis Sassou Nguesso mwenye umri wa miaka 82 amepewa nafasi kubwa ya kuibuka mshindi. Tupate kumsikiliza msemaji wetu akitujuza kwa kina zaidi. Rais Sassou Nguesso ambaye ameongoza taifa hilo tangu mwaka 1979 anakabiliwa na upinzani kutoka kwa wagombea wengine 6 wenye umaarufu mdogo baada ya vyama vikuu vya upinzani kuchukua maamuzi ya kutokuwa na wagombea katika uchaguzi huo. Wapinzani wakuu wawili wa upinzani Jenerali Jean-Marie Michel Makoko na Andre Kombi Sarisa wanazuiliwa gerezani kwa karibu mwongo mmoja baada ya kushtakiwa na makosa ya kuhatarisha usalama wa taifa. Uchaguzi huo unafanyika katika mazingira ya hofu ambayo makundi ya haki za binadamu yanasema yametokana na ukandamizaji dhidi ya wapinzani, huku mgombea upinzani Alfred Mafoula katika mkutano wake wa hadhara jijini Brazzaville juma hili alitoa wito kwa wafuasi wake kuchagua kiongozi mbadala. Zaidi ya raia wa nchi hiyo milioni 3.2 wamesajiliwa kama wapiga kura. Hata hivyo, wengi wao wanasema watashiriki zoezi hilo, wakisema watarajii kushtushwa na matokeo ya uchaguzi. Jocelyn Zefania, Channel 10 Plus. Kamati ya kudumu ya bunge ya TAMISEMI imetaka serikali kuongeza fedha kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami ya picha ndege Sofu Boko Mnemela. Mradi unatarajiwa kurahisisha usafiri wa wananchi, hususan wanaosafiri kuelekea katika station ya SGR. Margaret Malisa ana taarifa zaidi.
Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya TAMISEMI Florent Kayombo ametoa maelekezo hayo baada ya kamati hiyo kukagua miradi hiyo ya barabara inayotekelezwa na wakala wa barabara vijijini Arura. Wakati serikali inaendelea kutenga bajeti kidogo kidogo ili sasa ile lengo la kujenga barabara hii kwa kiwango cha lami iweze kufika kule na kurahisisha majukumu niliyosema, kuhakikisha kwamba inaunganisha wananchi SGR na barabara yetu ya kuu ya kwenda Dar es Salaam na Dodoma na kurahisisha mawasiliano ya wananchi ndani ya mkoa wetu. Naibu Waziri wa TAMISEMI Daktari Jafari Seifu amesema wamepokea maelekezo ya kamati hiyo na wanaendelea kusimamia miradi hiyo ili kuhakikisha vipande vilivyobakia vinakamilishwa kwa wakati na kurahisisha usafiri kwa wananchi. Hii kwa maelekezo ya kamati, sisi kama wizara tunakwenda kuyasimamia ili sasa barabara hii ilete tija, kwa maana ya eneo lililobakia kuunganisha mpaka kwenye kituo chetu cha SGR ijengwe kwa kiwango cha changarawe yenye ubora ili ianze kutoa huduma kutoka SGR moja kwa moja kuunganisha hapa picha ya ndege. Mimi jambo kubwa kwanza namshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu wakati tunaomba hizi fedha hajatusahau, ameona vile vile manispaa ya Kibaha mjini iendelee kupatiwa fedha. Hii barabara inaweza kutuunganisha kwenda wapi? Soka station. Kwa wananchi wa Kibaha wanaweza kunufaika na ile treni yetu ya SGR ambayo Mheshimiwa Rais amejenga kuitumia kwenda Dodoma na kurudi. Margaret Malisa, Channel 10. Wananchi wa vijiji 13 vyenye wakazi zaidi ya 50,000 na mifugo zaidi ya 100,000 wilayani Monduli mkoani Arusha wameshukuru serikali kwa kuanza utekelezaji wa mradi wa maji safi na salama unaotarajiwa kumaliza adha ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma kwenye mabwawa ya maji ambayo sio salama kwa matumizi. Hii ni taarifa kamili na mwandishi wetu. Wananchi hao wametoa shukrani hizo wakati wa ziara ya kamati ya kudumu ya bunge maji na mazingira ambayo imefika hapa na kukagua utekelezaji wa mradi huu, huku ulazaji wa mtandao mabomba za kusambaza maji ya mradi huo ikiwa imekwishaanza kwa vijiji nufaika. Kuonekana dalili kwamba tunaanza kupata hayo maji. Kuanzia Tanzania ipate uhuru, hatujawahi kunywa maji ya bomba. Tunakunywa maji tunayoshare na wanyama. Tunashare na tembo, ng'ombe, mbuzi, kondoo, punda, kila kitu wanakunywa na sisi tunakunywa. Tunaamini kwamba mradi huu utaenda kutekelezwa na sisi kama wananchi wa kata hii na wananchi wa kijiji cha Mtimoja, Harakata na Harakaria tutaenda kupata maji safi na salama. Kamati hii ya kudumu ya bunge imeitaka mradi huo kukamilika kwa wakati ili kuleta tija inayotarajiwa na wananchi wanufaika. Pamoja na nia nzuri ya serikali, basi na yale matarajio ya wananchi yafikiwe kwa wakati. Sisi kamati tutahakikisha unamalizika na fedha hizo zitakuja. Na muda wa mkataba katika mradi huu ni kufikia mwezi wa 12. Kwa hiyo tunaamini kwamba uzalishaji, kwa sababu tumeshapewa uhakika mpaka mwezi wa 5, wa 6, wa 7 mabomba yote yatakuwa yameshakamilika. Na kama yatakamilika, manake mradi wakati tunalipa ile hati ya madai ya bilioni 1 wataanza kujenga lile tenki, wataanza kuandaa mbauti, wataanza kuweka kila kitu kwenye maeneo yake ili kuhakikisha kwamba mradi huu unakamilika kwa wakati. Kutoka wilayani Monduli mkoani Arusha, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Na mtazamaji, Rais wa Pakistan Asif Ali Zardari amelionya taifa jirani la Afghanistan kwamba limevuka mstari mwekundu wa kufanya mashambulizi ya drone kwenye maeneo ya raia nchini Pakistan. Kauli ya Rais Zardari ni hivi punde ikiwa ni katika mapigano ambayo yamekuwa mabaya zaidi kuwahi kutokea kati ya nchi hizo mbili jirani. Mapigano hayo ya mpakani ambayo yamezuka mwishoni mwa mwezi uliopita hayajaonyesha dalili za kupungua licha ya juhudi za China na Uturuki za kusimamia makubaliano ya kusitisha mapigano. Habari zilisema waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi amehimiza kutatuliwa kwa amani kwa mzozo huo kati ya Afghanistan na Pakistan na kuonya kuwa matumizi ya nguvu yanazidisha mvutano na kutishia utulivu wa kikanda. Benki ya CRDB nchini imehamasisha makundi mbalimbali ya kijamii na wawekezaji kutokeza kwa wingi kuchukua mikopo inayotolewa na benki hiyo ili kukuza kipato cha wananchi na taifa kwa ujumla. Henry Kavirondo kutoka Mwanza anatueleza zaidi. Hamasa hii
imetolewa na mkurugenzi wa masoko wa benki ya CRDB nchini Xavier Makwi baada ya benki hiyo kutoa iftar kwa waumini wa dini ya Kiislamu kama sehemu ya kutambua mchango kwa wateja wake na urejeshaji wa fadhila. Salamu hizo zimewasilishwa kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa benki hiyo nchini Abdul Majid Nsekela. Na uendelezaji kama huo wa CRDB kwa wazi. Kama unataka kuwekeza kwenye kitu kama hicho walichofanya mkoba, inawezekana kabisa kwa uwezeshaji wetu kupitia Al-Barak Bank. Tumeona nigusie na hili kwa kutoa shukrani za dhati kwa niaba ya bodi na management na wafanyakazi wa benki kwa kuchagua benki yetu ya CRDB kwa kuhudumia. Endeleeni kuitumia tena CRDB. Endeleeni kufungua akaunti. Endeleeni kuweka fedha zenu huko. Endeleeni kuchangamkia fursa mbalimbali zinazojitokeza huko. Hasa kwenye upande wa taasisi yetu ya dini ya Uislamu. Kupitia mazungumzo yake kwa niaba ya Shehe wa mkoa wa Mwanza Hassan Kabeke wakati wa iftar, katibu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza Ramadhani Chanila wameahidi kuiunga mkono benki hiyo. Mmefaradhishwa kufunga kama walivyofaradhishwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kuwa wacha Mungu. Uhusiano uliopo kati ya BAKWATA na CRDB umekuwa ni uhusiano wa muda mrefu ambao umekuwa na mashirikiano makubwa ya kibiashara na kijamii. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Kilio cha muda mrefu cha wanachama wa chama cha msingi cha ushirika cha Mwika Kinyamvuo AMCOS kilichopo kata Mwika Mashariki wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro juu ya madai ya shilingi milioni 140 za mauzo ya kahawa zilizosalia kutoka chama kikuu cha ushirika KNCU tangu msimu wa mwaka 2021 hadi mwaka 2022 kimepata ufumbuzi baada ya fedha hizo kuwekwa kwenye account ya chama hicho kwa ajili ya kuwalipa wakulima husika. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa hii. Akizungumza na wanachama hao, mrajisi msaidizi wa vyama vikuu vya ushirika mkoa wa Kilimanjaro Jacqueline Shenzige amesema tayari fedha hizo zimekwisha ingia kwenye akaunti ya Mwika Kinyamvua na kuwataka wakulima kufika katika ofisi hizo ili kufanyiwa uhakiki kwa ajili ya malipo yao ambayo wao wamekuwa wakisubiria kwa muda mrefu sasa. Milioni 140 zinasoma kwenye akaunti ya Mwika Kinyamvua, lakini kabla ya kuzitoa kwa wahusika walengwa lazima tufanye uhakiki, tukiamini kuwa muda ni mrefu, lakini pia kuna wenzetu ambao wamerehemika. Nao viongozi waliokuwa sehemu ya ufuatiliaji wa malipo hayo wameishukuru serikali kwa agizo la Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alipokuwa ziarani mkoa wa Kilimanjaro limekuwa chachu ya utatuzi wa kilio chao. Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoa maelekezo, zile kelele za wanakinyamvuo kwamba madeni yao fedha zetu tutazipokea lini, sasa kilio kimemalizika. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge amefarijika kuona kwamba kilio cha watu wake ambacho kimekuwa ni cha muda mrefu hatimaye kimefika tamati. Mara ya kwanza tukapata milioni 95, mara ya pili tukapata hizo milioni 140, jumla ni milioni 465. Tutakuwa hatudai tena serikali wala chama kikuu cha ushirika KNCU. Waje na taarifa zao ambazo ni sahihi. Ukiziangalia labda mtu amefariki amenini na taarifa zinasoma vizuri, lakini analipwa. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Wafanya biashara nchini wameshauriwa kukitumia vyema kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani na mfungo wa Kwaresma kwa kutopandisha bei za bidhaa kuelekea wakati wa sikukuu za Eid na Pasaka. Taarifa zaidi na Jocelyn Zefanie anatueleza. Wito huo umetolewa na Alhaj Profesa Muharami Pembe ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Vijana BAKWATA Taifa alipohudhuria kwenye maonesho ya biashara ya siku moja yaliyopewa jina la Ramadhan Souk yaliyoandaliwa na taasisi ya wafanyabiashara wa Kiislamu Jiba Tanzania. Tuwaombe wafanyabiashara wengine sehemu zote tofauti. Kipindi tunachoelekea kilikuwa kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresma, lakini tuko katika mwisho. Kwa upande wetu sisi Waislamu tuko katika siku za mwisho, tumebaki kama siku 8 au siku 9 kuingia katika sikukuu ya Eid al-Fitr. Kwa hiyo tunaomba wafanyabiashara wajaribu kushusha baadhi ya mambo mahitaji. Nowadays more communications means more success in your life and more blessing from God, from Almighty Allah. I hope all of us we can benefit from this kind of very wonderful occasion. Kwa upande wa mwenyekiti wa Jiba Tanzania, Al-Junaid Hasham
ameeleza kufikiwa kwa lengo la maonesho hayo mwaka huu. Angalia wafanyabiashara aina tofauti tofauti na wamehudhuria hapa. Awamu hii tumepata watu 220 ambao wote wamekuja na kuleta bidhaa zao za kuuza, kuanzia aidha vyakula, mavazi, tuna hadi J-Tour ambayo anauza magari. Tunapenda sana kuwezesha akina mama na vijana waweze kupata nafasi hii, kujaribu biashara kidogo, wakiona bwana mambo yanaenda, wanajisajili na inshallah wanaenda mbele na Mungu ni mwema inshallah. Jocelyn Zefania, Channel 10. Na mtazamaji, serikali imetoa zaidi ya shilingi milioni 200 kwa wajasiriamali wadogo katika jimbo la Bunda mjini, ikiwa ni utekelezaji wa siku 100 za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, huku maafisa maendeleo wakionywa kutokuingiza vikundi hewa katika ugawaji wa fedha hizo. Musa Makali kutoka Mara anatueleza. Ni katika iftar iliyoandaliwa na mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Blaya. Lakini katika dhima hii anawakumbusha wananchi kulinda amani na utulivu ili kuvutia wawekezaji wengi katika eneo hilo kufuatia serikali kutenga fedha nyingi kwa ajili ya maendeleo. Kwanza hapa anagusia siku 100 za Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wajasiriamali. Ombi letu ni moja, tukidumisha amani na utulivu, investors watakuja kuwekeza. Mji wetu wa Bunda utabadilika. Wadogo zangu, vijana wetu, mama zangu watapata ajira. Licha ya fedha nyingi zilizotolewa kwa wajasiriamali, na hapa vijana wanasema kupitia mikopo inayotolewa na serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imebadilisha maisha yao kwa sasa. Kwa hiyo fursa ya mkopo ni fursa nzuri kwa sisi vijana, na hizi pesa ambazo zimekuja na imani hata sisi vijana tutabadilika zaidi ya hapa. Tutatoka kuwa mategemezi na tutakuwa vijana ambao tunaweza kusaidia wazazi wetu. Hii inatufanya sisi tuendelee kuiamini serikali na kuona kweli tukiendelea kuitunza amani, mikopo hii mwisho wa siku itakuwa ya kiwango cha juu zaidi ya hivi ambavyo imeboreshwa. Wazazi na walezi nao wanakumbushwa katika malezi ya vijana kwa sasa, kwani ndio kundi pekee linalopaswa kuangaliwa kwa jicho la ziada. Vizuri, ni lazima wawe na malezi yaliyokuwa bora, wawe na maadili yaliyokuwa bora. Tuhakikishe wazazi tunawasimamia watoto wetu. Kila mzazi aangalie kijana ambaye yuko katika malango yake, amlee katika maadili yaliyo bora. Haya yote tunayoyafanya bila amani ni kazi bure. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Kuzuia na kupambana na rushwa, TAKUKURU mkoa wa Singida imefanikiwa kurejesha fedha zaidi ya shilingi milioni 119 pamoja na magari manne yaliyokuwa yameuzwa kinyume cha utaratibu. Jumbe Ismail anatueleza. Akitoa taarifa ya kipindi cha robo ya pili ya mwaka wa fedha wa 2025-2026 kwa waandishi wa habari, kaimu mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Singida Petro Horombe akafafanua kwamba mafanikio hayo yametokana na kazi za uchunguzi, chambuzi za mifumo pamoja na ufuatiliaji uliobaini matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi 25 ya maendeleo. Katika utekelezaji wa majukumu hayo, TAKUKURU imefanikiwa kusaidia kurejesha fedha kiasi cha shilingi milioni 119,164,274 na senti 88. Pamoja na kurejesha fedha hivyo, pia TAKUKURU imefanikiwa kusaidia kurejesha magari manne kutokana na kazi za uchunguzi, chambuzi za mifumo na ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo 25 yenye thamani ya shilingi bilioni 5,177,915,609 katika sekta za elimu, maji, barabara, elimu na utawala. Kuhusu mwananchi aliyelipa fedha kimakosa kwenye akaunti ya jumuiya ya watumia maji, ambapo awali uongozi wa jumuiya hiyo haukuwa tayari kurejesha fedha hizo, kaimu meneja huyo anafafanua. Aidha, kupitia uchambuzi wa mfumo wa vyombo vya watumia maji, imeweza kurejesha kiasi cha shilingi milioni 3 kwa mwananchi mmoja ambaye alilipa fedha hizo kimakosa kwenye akaunti ya jumuiya ya watumia maji, ambapo hapo awali uongozi wa jumuiya hiyo haukuwa tayari kurejesha fedha.
inatakiwa kwamba tuipinge rushwa, tupige hatua kwenye taifa letu. Lakini tukiendelea kuipokea rushwa ndogo ndogo ambayo hatuna maslahi katika maisha yetu ya Tanzania, ni kitu ambacho kitatufelisha sisi kiuchumi na kuturudisha nyuma kimaendeleo. Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu tushirikiane wote kwa pamoja. Ripoti kutoka kwa Singida, Jumbe Ismail wa Channel 10. Na mtazamaji, taarifa yake hiyo Jumbe Ismail kutoka huko Singida ndio inayotupa saa kwenda kujiunga na Eden Bahata katika upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi, mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus.